الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. tunasoma leo suratul Qadri, sura ambayo iliteremshwa Makkah. Sura hii ina aya 5. Lakini kabla kusoma suratul Fajr, sura tuliyomaliza suratul Bayina, kuna mambo muhimu yamehimizwa kwenye hiyo sura. Jambo la kwanza, huyu mtume wa mwisho aliyekuwa anasubiriwa, sura imetufunza kuwa katumwa kwa ulimwengu mzima. Na kwa mujarradi wa kuja kwake na kuchukua wadhifa huo wa utume, kazi za mitume waliopita zilikuwa zimeisha. Watu wote duniani walikuwa wanapaswa wamfuate mtume huyu na waheshimu miongozo yake. La pili katika yaliyosisitizwa sana kwenye hiyo sura ni ikhlasi kwenye ibada, ambalo ndilo lililosimamiwa na mitume wote, hao wa mwanzo mpaka huyo wa mwisho. Kama ilivyosema, wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafaa wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyima. Hawa watu wanampinga huyu mtume waliyekuwa wanamsubiri, hali ya kuwa hawajaamrishwa jipya na mtume huyu ila wamwabudie Allah kwa ikhlasi kwenye dini yao yote, waachane na mila zote na dini zote zilizopo duniani, wafuate mila moja au dini moja ya tauhidi ya kumpwekesha Allah peke yake. Alafu watunze swala zao na wasimamie vizuri amali ya zaka, wadhalika dinul qayyima, na hiyo ndo dini ya sawa sawa, dini waliosimamia mitume wote. Kwa hiyo Sheikh ameweka huku mwisho wa sura maneno ya kumtanabahisha msomaji. Anasema tanbihi, kuna maneno ya tanbihi kuhusiana na hiyo aya inayosema wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafaa wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyima, ambayo ni aya ya 5. Anasema Sheikh, al-ikhlasu huwa lubbu al-ibadati. Al-ikhlasu huwa lubbu al-ibadati. Ikhlasi ndiyo ubongo wa ibada. Ile ibada kwa ujumla ambayo ni maisha ya binadamu anayoishi duniani kwa kumwabudia Mola wake. Kama itapewa wasifu wa kuwa kama kiumbe mwenye akili, basi akili yake au ubongo wake ni kule kufanya mambo yako yote ukamkusudia Allah, ndo ikhlas. Al-ikhlasu huwa lubbul ibadati. Ikhlasi ndiyo ubongo wa maisha ya ibada ya binadamu yoyote. Waqad jaa fi al-hadithi al-qudsi, yamekuja mafunzo kwenye hadithi al-qudsi. Hadithul Qudusi huwa ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, amemteremshia mtume wake kama wahi, lakini si sehemu ya kitabu, sio Qur'ani. Ndio inaitwa hadithi kwa sababu kasema mtume
ila kasema baada ya kuagizwa aseme. Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwenye hadithi hiyo, ana aghna al-aghniyai ani shirki, ana mimi Mola wenu, aghna al-aghniyai, ni mkwasi zaidi kuliko wakwasi wote, ni tajiri zaidi kuliko matajiri wote, nimejitosheleza kuliko wanaojitosheleza wote. Ani shirki, mimi niko mbali kabisa na kuchanganyiwa mambo yangu na wengine. Sihitaji shirika, ushirika, shirikisho, hilo suala nimeepukana nalo mbali. Kwa hiyo kiumbe anayejisikia anaabudu au anafanya amali yake kwa ajili ya Mola wake, faman amila amalan, mtu yoyote atakayefanya amali yake, ashraka fihi ghairi, akamhusisha kwenye nia ya kutenda amali hiyo mwingine, yani anafanya kwa ajili yangu na anafanya papo hapo kwa ajili ya mwingine pia, atakayenichanganyia nia akanifanyia mimi na mwingine, taraktuhu wa shirkahu, mja huyo mimi nitamwacha na hao washirika wengine alionishirikisha nao. Yani Allah yeye anajitoa kwenye ushirika. Kwa hiyo unafanya amali yako, kwa mfano unatoa sadaka, kama unatoa kwa ajili ya kutaka thawabu ya Allah, iwe ni kwa ajili ya kutaka thawabu ya Allah peke yake. Ukawa na lengo jingine ambalo Allah hayuko radhi nalo, sadaka hiyo haikubali, hatodhamini malipo. Wewe utatoa na yeye halipi, to maana yake. Kwa hiyo ukimkusudia yeye, umemkusudia yeye tu peke yake. Faman amila amalan, basi yoyote atakayetenda amali yake, ashraka fihi, akamshirikisha kwenye amali hiyo, ghairi, mwingine asiyekuwa mimi, taraktuhu wa shirkahu, mimi ninamwacha huyo mtu na shirki yake. Kama malipo watalipa hao wengine watakaoshirikishwa na mimi najitoa. Waqad qasama al-ulama'u al-a'mala ila 3 aqsamin, wanawachuoni wa fiqhi wamezigawa amali wanazofanya watu hapa duniani kwenye vigawanyo vitatu. Waqad qasama al-ulama'u, wamegawa wanawachuoni, al-a'mala, matendo wanayoyafanya watu duniani, amali zao, ila 3 aqsamin, wamegawa kwenye vigawanyo vitatu. Watu wote wako busy duniani, wanafanya wanayoyafanya, lakini yatakuwa yamegawika katika hizo sehemu tatu. Sehemu ya kwanza, ma'muratun, kuna mambo ambayo Allah kaamrisha. Ma'muratun ni mambo yaliyoamrishwa na Allah, ndiye aliamrisha aliyetaka aabudiwe. Kwa hiyo anayetekeleza lolote katika hayo anaabudu, katekeleza jambo ambalo sharia imeamrisha au muumba wake kaamrisha. Kigawanyo cha kwanza cha amali za watu kiko kwenye mambo yaliyoamrishwa, ma'muratun. Wa manhiyatun, na mambo, kigawanyo cha pili kuna mambo yaliyokatazwa. Kama kuna mtu kajizuilia kufanya jambo, kalichukia, hapendi, ni kwa sababu halitakiwi, limekatazwa. Kwa hiyo kigawanyo cha pili cha amali za watu ni manhiyatun, mambo yaliyokatazwa. Kwa hiyo watu wanatakiwa wajidhibiti wasifanye, na wawakataze wenzao wasifanye hivyo. Ndio ile kuamrisha mema, ndo ma'muratun, na kukataza mabaya, manhiyatun, mambo yaliyokataliwa, tusaidiane kukatazana. Na kigawanyo cha tatu, wa mubahatun, kuna mambo yanaitwa mubaha, si amri, si katazo, lakini ukifanya hupati dhambi, ukiacha hupati dhambi. Ni jambo ambalo sharia imeliruhusu, imelikubali. Kwa hiyo kuna ma'muratun, manhiyatun na mubahatun. Katika activities za watu, wanaweza wakasibu kufanya jambo ambalo limeamrishwa, au wakaacha jambo ambalo limekatazwa,
na kinyume chake ukifanya lililokatazwa ndo unaasi. Umefanya amali lakini unaasi. Ukiacha lililoamrishwa unaasi. Na mubahatu ni mambo ambayo mubaha sharia imeacha, hayana tatizo, yatakuwa yana manufaa kwa watu, watafanya, lakini hayako katika uzito wa hayo mawili ya kwanza. Fa amma al-ma'muratu, ama haya mambo yaliyoamrishwa, fal ikhlasu fiha bi an yuqsada bi amalihi wajha Allah. Mtu kuwa na ikhlasi kwenye maamuratu, mambo yaliyoamrishwa. Unapofanya jambo ambalo limo katika yaliyoamrishwa, wanawachuoni wanasema fal ikhlasu fiha, kufanya hiyo ikhlasi kwenye jambo lililoamrishwa, basi maana yake ikhlasi yako bi an yuqsada bi amalihi wajha Allah. Ulifanya hilo jambo lililoamrishwa, moyoni mwako uwe unakusudia kupata radhi ya Allah. Nafanya hili jambo Mola wangu kaniagiza, kwa hiyo ninatekeleza agizo lake. Basi ukifanya amali hiyo, we utakuwa umefanya ibada kwa ikhlasi, umemkusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Unaweza ukalifanya hilo ukawa huna nia ya kumkusudia Allah kupata radhi yake, ikawa lile jambo umefanya lakini haliwi ibada na Allah hakulipi. Na ndio maana tunapofanya amali zote za kheri, tunaambiwa nia ni nguzo muhimu ya kwanza. Ukiswali unaambiwa nia ni nguzo. Ukiamka kufunga unaambiwa ulale na nia, nia ni lazima. Ukitoa sadaka ya sunna au wajibu ya zaka, nia ni muhimu. Hii nia ndo kuliaddress lile jambo lako unalolifanya umkusudia Allah, na yeye ajue hivyo kwamba unafanya kwa ajili yake. Hiyo ndo ikhlas kwenye mambo yaliyoamrishwa. Fa amma al-ma'muratu, ama mambo yaliyoamrishwa, tulioamrishwa, fal ikhlasu fiha, kama hujui maana ya ikhlasi, kufanya ikhlasi kwenye yaliyoamrishwa ni kwamba uyafanye maamrisho hayo bi an yuqsada bi amalihi wajha Allah, ufanye kwa kukusudia hivyo. Ukitenda jambo hilo uwe unalifanya moyoni kabisa, unakusudia kupata radhi ya Allah. Kaniagiza, ninatekeleza agizo lake, na Allah ajue hivyo. Hiyo ndo ikhlas. Wa in kanat an-niyyatu li ghairi wajhi Allah, kama umelifanya hilo jambo ingawaje limeamrishwa, lakini nia yako moyoni vile ukilifanya si kutaka radhi ya Allah, fal amalu, amali yako hiyo, riaan, inakuwa ni riaa, unajionyesha tu, riaa mahdh, hiyo inakuwa totally wewe umejionyesha tu. Mardudun, kitendo hicho ulichokifanya unarudishiwa mwenyewe, hukumkusudia Allah, na yeye anajua umekifanya hukumkusudia yeye, hadhamini malipo. Kwa hiyo nia ni kitu muhimu sana unapofanya jambo lolote lile. Hata vile Mtume alivyotuambia, wa an talqa akhaka biwajhin talqin, hata kukutana na ndugu yako kwa uso wa bashasha mchangamfu, utaisabika kama umefanya jambo la sadaka, lakini wewe unafanya hivyo kwa ajili ya kutaka radhi ya Allah, na Allah ajue hivyo. Maana mtu hata muuaji anaweza akawa kamfesi anayetaka kumuua kwa tabasamu ili amtoe wasiwasi, alafu akakutana naye akamchome kajisu. Sasa haambiwi tabasamu lake kuwa kafanya ibada, ana nia mbaya. Kwa hiyo nia, pale unapotaka kufanya jambo lako na Allah anakagua uko moyoni, anataka akute kweli umekusudia kwenye ulilolifanya radhi yake, au umekusudia kutekeleza agizo lake. Kama hukukusudia hicho, amali yako unarudishiwa mwenyewe, haina malipo kwa Allah, haitakabaliwi. Wa amma almanhiyatu, ama hichi kigawanyo cha pili cha mambo yaliyokatazwa, fa in tarakaha biduni niyatin, kama mtu ameacha jambo lililokatazwa lakini kuacha kwake hana nia ya kwamba naacha kwa sababu nimekatazwa, naacha kwa kumwogopa Mola wangu, hana nia hiyo, kharaja an ahdatiha, atakuwa hana dhima kwa sababu hakufanya lile jambo la kosa,
lakini pia hana thawabu kwa sababu hakuliwacha kiibada. Kwa mfano ni mtu mzinifu, hapitwi na mwanamke, kaja kutakiwa na mwanamke akamkataa. Unaweza ukasema huyu mtu ana msimamo, lakini rohoni mwake tuasema mwanamke gani, uso kama kumbi sijui na hakumwacha kwa sababu Allah kakataza. Yeye hakuridhika naye. Kwa hiyo kuacha huku huambiwi umeacha kufanya kosa, lakini kwingine atakakoridhika atafanya lile jambo. Sasa mtu anayeacha kosa kwa kuogopa adhabu ya Allah, huyo ndo kaacha kwa ikhlasi. Kuacha kwake kunakuwa ni ibada na analipwa. Inafahamika? Ni dondoo kwenye aya ambazo tumezisoma kwenye suratul Bayyina. Unaacha jambo rohoni, unakusudia naacha kwa sababu hii ni dhambi na muogopa Mola wangu. Kuacha kwako huko kutakuwa ni ibada na unalipwa thawabu. Lakini umeacha tu kwa sababu nyinginezo za kibinafsi, wewe utakuwa hujafanya ibada, hujaacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakul lahu ajrun fi tarkiha, aliyeacha kufanya hilo jambo ovu si kwa kukusudia kumwogopa Allah, hapati ujira wote kwa kuacha kulifanya hilo jambo. Ingawaje na kwa sababu hajalifanya hapati dhambi, lakini na thawabu pia hapati. Kaacha lakini si kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo hakuwa mukhlis alipoacha hilo jambo ambalo limekatazwa. Wa in tarakaha ibtighaa wajhi Allahi, na kama mtu ataliacha jambo lililokatazwa kwa sababu ya kutaka radhi ya Allah, hili jambo sifanyi kwa sababu ni dhambi, limekatazwa na muogopa Mola wangu, nia yake moyoni iko hivyo, kana maajuran ala tarkiha, atakuwa ni mwenye kulipwa thawabu kwa kuliacha hilo jambo, kwa sababu ameliacha kwa sababu ya kumwogopa Mola wake, atalipwa. Kwa hiyo kufanya uliloagizwa kwa ajili ya Allah, umeabudu, unalipwa. Kuacha lililokatazwa kwa ajili ya Allah, umeabudu na utalipwa. Wa amma almubahatu, ama haya ya kigawanyo cha tatu yanayoitwa mubahatu, kal akli wan naumi wal jimai wa shabhu dhalika, kama kula chakula au kulala usingizi. Haya ni mambo mubahati. Huambii kuna siku umekesha utapata dhambi kwa sababu hukufanya ibada ya kulala. Umefahamiana eh? Na ukilala pia vile vile hutopata thawabu kama hukukusudia kupata radhi ya Allah. Lakini unaweza ukalala ukapata thawabu, na siku nyingine unaacha kulala ukapata thawabu, kama yote utayafanya kwa ajili ya Allah. Lakini kwa upande wa mambo mlango huu, kigawanyo hiki mubahat, kanaumi, kama kulala usingizi, ni jambo la kimaumbile umeumbiwa. Waljimai, au kufanya jimai baina ya mtu na mkewe. Walakli, au kula chakula. Washabhu dhalika, na yanayofanana na hayo. Hayo ndio yanaitwa mubahat. Fa in faalaha bighairi niyatin, kama mtu atayafanya yote hayo bila ya nia. Kwa mfano unaacha kula, nia yako nimefunga kwa ajili ya Allah. Umefahamiana? Kwa hiyo kuacha kwako huku kula kunakuwa ni ibada, wewe una saumu. Lakini unaonaje ukaacha tu kula, huna nia ya funga na kula hujala, unalipwa kweli? Ulipwi. Kwa hiyo haya mubahati kama aliyoyapigia mfano, fa in faalaha, kama mtu atayafanya haya bighairi niyatin, bila ya moyoni mwake kuwa na nia yoyote, lam yakum biha ajrun, hana ujira, hana nia yoyote alonuilia. Kwa nini umefanya hivyo? Haipo sababu. Lam yakul laha ajrun, hapati ujira, yani thawabu. Wa in faalaha, na kama atayafanya biniyatin, kwa nia maalum. Wa in faalaha, kama kayafanya biniyati wajhi Allahi, kwa nia ya kutaka radhi ya Allah, falahu fiha ajrun, hata haya pia anapata ujira. Yani unaingiliana na mkeo, unapata na thawabu, kama vile Mtume alivyowajibu wale maskini wa Madina. Kaambia, wa fi budhi ahdikum sadaqatun,
mmoja wenu kujamiiana na mkewe anapata thawabu za kutoa sadaka. Wale maskini wakamuona Mtume anawafanyia maskhara, maana mara nyingine Mtume hufanya utani. Wakauliza, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, ayati ahaduna shahwatahu thumma yakunu lahu ajrun, hivi mmoja wetu akakidhi matamanio yake mwenyewe kwa raha zake mwenyewe alafu alipwe na thawabu? Mara nyingine Mtume unatutania. Mtume akawauliza, araaitum law wadaa fi haramin, hayo matamanio yake mtu munaonaje kama atayapeleka mahala pa haramu, kaenda kuzini, akana lahu wizrun, je hapati dhambi? Wakasema anapata. Basi kinyume cha dhambi ni thawabu. Atapopeleka matamanio yake mahala pa halali, anafanya jambo la kheri, anapata thawabu. Akipeleka matamanio yake mahala pa haramu, kafanya shari, na atapata dhambi. Lakini kigezo cha hapa kwa somo hili la ikhlasi, hata hayo pia unuilie, uwe na nia ya kumridhisha Mola wako, au wewe kupata radhi yake, ridhaa yake. Kwa hiyo utaendea matamanio yako, unapata thawabu. Utakula chakula chako mwenyewe, unapata na thawabu. Utalala usingizi wako, unapata na thawabu. Haya mambo hata kafiri anafanya, lakini halipwi thawabu. Na we mu'min, kigezo chako ni hiyo ikhlasi. Ukiikosa ikhlasi, hayo utayafanya na hulipwi thawabu yoyote, ila ufanye ukusudie kupata radhi ya Allah. Nia yako ndio itakayopelekea ulipwe. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, hakika amali zenu zote mbele ya Allah zitakuwa zinathaminiwa kwa mujibu wa nia pale mlipotenda, na kila mwenye kutenda jambo nia huwa anayo. Sasa inategemea nia yako, unakusudia radhi ya Allah, unakusudia kukidhi matamanio yako, unakusudia kuwatia au kuwaridhisha watu, binadamu wenzako au mashetani au nani. Ile nia yako ndio inaopelekewa ulipo hicho ulichokifanya kwa vile ulivyonuia. Kwa hiyo akifanya mtu jambo mubaha akiwa na nia ya kutaka radhi ya Allah, anapata thawabu kwenye mubaha hiyo. Fa inna kullu mubahin, kwa sababu kila jambo la mubaha, yumkin an yasira qurbatan, inamkinika jambo hilo kuwa ni qurba ya kumkurubisha mtu kwa Mola wake. Kila jambo la mubaha upo uwezekano wa kulifanya na ikawa una sababu ya kujikurubisha kwa Mola wako kwa njia za kheri. Idha qusida bihi wajha Allahi, ikiwa litafanywa jambo hilo kwa kukusudiwa radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mathal, mfano, an yaksida bil akli, mtu kaweka chakula chake lakini anakula kwa kukusudia kwa kula yake ile alquwwata ala alibada, ninakula kwa jina la Allah, na unaambiwa utaje jina la Allah. Adabu za chakula Mtume amefundisha, asema samillah, ukila kwanza taja jina la Allah, sema bismillah. Wakul biyaminika, halafu kula kwa mkono wako wa kulia. Wakul mimma yalika, na ukila kula pale mbele yako kwenye ile sahani yako mwenyewe unakula peke yako. Lakini si busara ukaanza kula huku ukanyofoa huku ukanyofoa huku, hakaja mtu kile chakula hakitamaniki. Kula kuanzia huku mbele yako, usogee kidogo kidogo, yani kama kinabakia nusu kinabaki chakula nadhifu. Ndio mafunzo ya Mtume. Kwa hiyo kula kwa kufuata ule utaratibu uliofundishwa. Mtume kanifundisha hivi, hiyo ndio inaambiwa ni sunna, na kufanya sunna ni ibada. Kwa hiyo unapata thawabu kwenye kula chakula, unapata thawabu kwa kulala na mkeo, unapata thawabu kwa kuvaa nguo zako, unapata thawabu kwa kusalimiana na mtu. Mfahamiana vizuri? Kwa hiyo kila jambo la mubaha, uwezekano wa mtu kupata thawabu upo atakapolifanya kwa kutaka radhi ya Allah. Wa yaqsidu bil jimai, na kwa mfano mtu anafanya jimai kwa kulala na mwenziwe, wakafanya lile jambo la ndoa, akifanya lile akusudie ataafufa, kujidhibiti nafsi yake na matamanio ya haramu. Anafanya lile jambo aliloruhusiwa ili
aondoshe matamanio yatakayompeleka kwenda kufanya haramu. Kwa hiyo atakapofanya jimai, wa yaksid, na akakusudia biljimai, kwa ile jimai yake, ataafufu anil harami, aidhibiti nafsi yake na haramu, anapata thawabu. Hayo ndo kwa ufupi mafunzo tunayomalizia kwenye suratul Bayina, na inshallah tuende kwenye sura ifuatayo ambayo ni suratul Qadri. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Suratul Qadri, hii suratul Qadri makiyatun, iliteremshwa Maka kabla ya hijra. Waqad tahaddathat an bada'i nuzuli alqur'ani alazim. Maudhui yake sura hii inazungumzia kwa mara ya kwanza kuteremshwa hii Qur'ani tukufu. Ilipoteremshwa Qur'ani tukufu hapa duniani kwa mara ya kwanza, ndio inazungumza hii sura. Wa an fadli lailatul qadri, pia sura hii inazungumzia utukufu wa lailatul qadri. Huo usiku ambao Qur'ani kwa mara ya kwanza iliteremshwa ndio unaitwa lailatul qadri. Huu usiku una cheo na ni mtukufu ala sairil ayami washuhuri. Una cheo na una thamani kubwa usiku huu mmoja kuliko siku nyingine zisizokuwa usiku huu na miezi mingine ambayo haina usiku huu. Lima fiha min al-anwari wat-tajaliyat al-qudsiyya. Huu usiku ni mtukufu kwa sababu ndani yake una nuru na pia una matukufu mengi yanayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nafahati rabbaniya, na pia katika usiku huu mmoja kuna ofa nyingi zinazotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe wake hapa duniani. Anawakirimu mambo mengi. Allati, ofa ambazo, tunu ambazo, yufidu halbari, huwa anazimimina Allah muumba wetu jalla wa ala, mwenye utukufu na cheo cha juu, ala ibadihi almu'minin, huwapa ofa hizo waja wake waumini. Takriman linuzuli alqur'ani almubin, anatoa Allah ofa hizo kwa ajili ya kuonyesha utukufu wa kuteremshwa kwa hii Qur'ani iliyokuja kuwapa watu mwongozo na ubainifu wa mambo yao. Kama tahaddathat, kama ambavyo pia inazungumzia sura hii an nuzuli almalaikati alabrari, kwamba kwenye usiku huo wenye cheo huwa wanateremka malaika wengi tu, viumbe wa Allah waliowema. Hata tulu alfajiri, mpaka inachomoza alfajiri. Yani usiku mzima dunia inakuwa iko busy, malaika wanashuka hapa, wanakuja ardhini kutekeleza majukumu mbalimbali waliopangiwa au walioelekezwa. Sisi tumelala, hatuna habari. Faya laha, basi shime enyi waumini, min lailatin azimatil qadri, nufaikeni na usiku huu wenye cheo kikubwa. Shime waumini, nufaikeni na usiku huu wenye cheo kikubwa. Hiya khairun inda Allahi, huu usiku mmoja tu ni bora, una thamani mbele ya Allah, min alfi shahrin, kuliko miezi elfu. Usiku mmoja wenye saa 12 ni bora kuliko miezi 1000. Bismillahirrahmanirrahim. Tunaanza kusoma sura hii kwa kutanguliza jina la Allah, mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Allah anasema tumeiteremsha hii Qur'ani kwenye usiku mtukufu sana. Inna, hakika ya sisi, anzalnahu, tumeiteremsha hii Qur'ani fi lailatul qadri, kwenye usiku mtukufu sana. Wama adraka ma lailatul qadri. Wewe msomaji, kitakacho kujulisha huu usiku wenye cheo ni usiku gani? Ni kitu gani kitakujulisha usiku huu? Lailatul qadri, usiku huu wenye cheo, khairun min alfi shahrin, ni bora thamani yake kuliko miezi 1000 ambayo haina lailatul qadri. Yani amali moja utakayoifanya ukasadifu ndani ya usiku huu
thamani ya malipo unayoipata kwa hiyo kazi yako moja, thamani yake inakuwa kubwa kuliko amali hiyo kama utaifanya miezi 1000 mfululizo. Na kinyume chake, dhambi utakayoifanya kwenye usiku huo mtukufu, uzito wa dhambi hiyo unakuwa mkubwa zaidi kuliko dhambi ile ile ungeifanya kwenye miezi 1000 mingine ilokuwa haina Lailatul Qadr. Kwa hiyo ni usiku ambao tunatakiwa tuchunge sana. Usiku una mambo yake. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha, huwa wanashushwa malaika wakiongozwa na Jibril. Almalaikatu ni general name, malaika wote kwa ujumla. Kwa hiyo wanashuka malaika wengi. Waruhu, ruhu ni Jibril alayhi salam, anaitwa Ruhul Qudus. Ametajwa ingawaje na yeye ni malaika, lakini katajwa kwa sababu ya wadhifa na cheo chake. Kama kusema walikuja mapolisi wengi na IGP alikuwepo. IGP pia ni polisi. Biara, IGP anaitwa ni Inspector General of Police. Alikuwepo. Anatajwa kwa wadhifa wake. Mefahamiana? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha, wanashushwa malaika akiwemo na Jibrili kiongozi wao. Muta'in thamma aminun. Jibril anatiiwa maagizo yake kwenye ulimwengu wa malaika na ameaminiwa kwenye hiyo posti au wadhifa aliyopewa. Wadhifa wake anautendea kazi ipasavyo. Kwa hiyo na yeye huwa anashuka hapa duniani biidhni rabbihim. Malaika hawa wanakuja kwa idhni ya Mola wao, kawaagiza Mola wao waje hapa. Kuna majukumu wanapewa, wanakuja kuyatimiza. Min kulli amrin, wanakuja kutekeleza mambo mbalimbali. Nyinyi hamjui, wanakuja kutekeleza katika ardhi hii kwenye huo usiku mmoja mambo mbalimbali. Salamun hiya, usiku huo kwa ujumla wake unakuwa ni amani tupu. Yani katika mipango ya Allah kwenye usiku huo hakadiri la shari hata moja. Unaweza ukapata masuala ukajiuliza, mbona tunaambiwa kuna usiku moja unakuwa wa amani? Lakini vita Chechnya ndani ya Ramadhani maelfu ya watu wamekufa. Sasa hivi kuna vita vya Urusi na Ukraine, mbona moto unawaka? Allah yeye hakadiri kwenye mambo yake ila kheri tu kwenye huo usiku. Kwenye makadirio yake hakuna operation anazoidhinisha za mambo mabaya. Hayo ni maamuzi ya watu wasiomjua Allah, wanaendelea na maasi yao kama kawaida. Night clubs zinakuwepo, ufasiki mbalimbali unafanyika, wengine ndio hivyo wamewekeana majeshi mipakani wanapigana, lakini sio kwa amri ya Allah. Sio katika mipango ya Allah. Ni mipango ya watu ambao hawamkubali Allah. Kiongozi wao ni shaitani. Mipango ya shaitani inaenda kama kawaida. Lakini kwa mipango ya Allah, salamun hii, usiku huo unakuwa ni wa amani. Hata ile idhini ya kwamba kaangamizeni hapa, kadhibitini hili, ondoeni hili, usiku huo Allah haidhinishi chochote kibaya. Hata matla'il fajri, mpaka inachomoza alfajiri. Kwa hiyo kuanzia magharibi ya usiku huo mpaka inachomoza alfajiri, kwamba unaingia mchana wake, hapo panakuwa pana operation maalum, hata kama nyinyi hamuioni. Hizo ni aya 5 fupi fupi za sura hii. Tafsiri yake ni kama ifuatavyo: inna anzalnahu fi lailatil qadri. Allah anasema hiyo inna haina maana yeye na wenziwe wako wengi. Inaitwa kwa lugha ya Kiarabu ni sighatu ta'zimi nafsi almutakallim. Ni utaratibu katika lugha ya Kiarabu. Uongeaji huu ni uongeaji wa heshima. Anayeongea anaonyesha yeye mwenyewe, anajionyesha kuwa ni mwenye heshima, na anataka wafahamu wanaongelewa, wanaongea au wanaongeleshwa na mwenye heshima. Kusema mimi nimefanya, mimi nimeamua, ni lugha ya kiburi kidogo, ndio Lakini ukienda kwa mtu, tumekuja kuwajulia hali, umechomoza peke yako na komo lako, tumekuja kuwasalimia, kidogo ina sound vizuri.
kuliko kusema nimekuja. Aje hapa mtu mwenye wadhifa wake serikalini anasema nimesikia malalamiko yenu, nimekuja na nitayatatua. Kidogo inaingia aina ya kiburi. Yani unawezaje? Lakini sema tumesikia, tumekuja, tutajitahidi. Kidogo ni lugha ya ukarimu. Mmefahamu eh? Kwa hiyo inna anayoongea Allah haina maana yeye ana wenzake. Tumefanya, tumejalia, tumekadiria peke yake. Lakini ndo lugha nzuri ya mwenye heshima, anayeongea kwa wanaoheshimiwa, na anataka naye ajengewe heshima yake. Inna anzalnahu fi lailatil qadri, tumeiteremsha hii Qur'ani yenu kwenye usiku mmoja ambao una cheo kikubwa sana, usiku mtukufu mno. Yani maana yake nahnu sisi anzalna hadha alquran almujiz, tumeiteremsha Qur'ani hii ambayo inashinda vitabu vingine au maneno mengine. Tumeiteremsha Qur'ani hii ambayo iko juu kuliko maneno mengine, fi lailatil qadri, kwenye usiku wenye cheo, usiku mtukufu. Lailatul qadri wa sharafi, ni usiku wenye cheo na una hadhi kubwa ukilinganisha na siku nyingine. Qala almufassiruna, wanawachuoni wa tafsiri wanasema, sumiyat lailatul qadri, usiku huo umeitwa ni lailatul qadri li'azamiha, kwa sababu ya ukubwa wake, wa qadariha, na cheo chake, wa sharafiha, na utukufu wake. Ni usiku wenye cheo, una sharaf. Walmuradu, makusudio, biinzali alqur'ani, ya kusema tumeiteremsha hii Qur'ani, makusudio yake imeteremshwa vipi? Yote makusudio yake inzaluhu min al-lawhi al-mahfudhi, kwenye usiku huo ndo iliteremshwa Qur'ani kutoka kwenye lawhul mahfudhi. Lawhul mahfudhi ndio kitabu kikuu, kitabu mama chenye maneno yote ya Allah ya kuuendeshea ulimwengu huu tangu ulipoanza mpaka utakapoisha, yamehifadhiwa kwenye kitabu hicho Lawhul Mahfudh. Kama kuna hitaji session, kitabu cha kumpa mtume fulani kwa ajili ya muda fulani awaongoze watu fulani, basi kitabu hicho anachopewa mtume huwa kinatoka humo kwenye Lawhul Mahfudh. Kwa hiyo mambo yanayokuja kwa muda, kwa kipindi hichi patafanyika hili, kwa kipindi hichi tutabadilisha tuweke hili, yote yamo katika kitabu mama cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Qur'ani ni kitabu cha kuwaongozea watu kwa muda fulani, kapewa huyu mtume wa mwisho. Kama ambavyo Taurati ilikuwa ni kitabu alichopewa mtume fulani kwa ajili ya watu fulani, wana wa Israeli. Pokwisha muda wake kimeletwa kitabu kingine. Vyote hivi vitabu vinatoka Lawhul Mahfudhi. Tunafahamiana? Kwa hiyo aliposema Allah tumeiteremsha Qur'ani hii kwenye usiku wenye cheo, maana yake inzaluhu minal lawhil mahfudhi, iliteremshwa Qur'ani kutoka Lawhul Mahfudhi ila samai dunia, kuja hapa mbingu ya kwanza. Thumma, kesha kutoka hapo mbingu ya kwanza, nazala bihi Jibril ila al-ardi, hapo ndo Jibril alikuwa anaichukua akaileta hapa ardhini kadiri ya haja, kidogo kidogo. Fi muddati 23 sana aliileta Jibril Qur'ani hapa duniani kumletea mtume kwa muda wa miaka 23. Yote kwa ujumla kutoka Lawhul Mahfudhi mpaka Baitul Maamur, mbingu ya kwanza, imekuja kuwekwa hapo kwenye huo usiku mmoja. Hapa duniani ilikuwa inakuja taratibu kwa muda wa umri wa kazi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, miaka 23. Kama qala Ibn Abbas, kama alivyosema bwana Abdullah ibn Abbas, anzala Allahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan min al-lawhi al-mahfudhi ila baiti al-izza, Allah aliteremsha Qur'ani yote kwa ujumla
juzuu zote 30, sura zote 114. Ilichukuliwa kutoka Lauhul Mahfudhi ikaletwa kwenye Baitul Izza minas samai dunia, ambayo iko hapo kwenye mbingu ya kwanza, Baitul Izza. Thumma, kesha baada ya kuwekwa hapo, nazala mufassalan, Jibrili alikuwa anachukua hapo akaileta taratibu, kipande kipande, kwa mujibu wa haja, bihasbi alwaqa'i, kwa mujibu wa matukio. Panatokea tukio linahitaji ufumbuzi, mtume na waumini wafuasi wake hawajui walitatueje, ndo inashuka Qur'ani kuwaelekeza, hapa fanyeni hivi, acheni hivi, elekeeni hivi. Hivi ndo ilivyokuwa inashuka Qur'ani. Ilishuka kidogo kidogo kuletewa mtume ili itatue matatizo ya kijamii fi 23 sana, kwa muda wa miaka 23. Ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, alikuwa anashushiwa mtume na mtume ndo anawasomea watu. Kwa hiyo ilishuka jumlatan wahida kutoka Lauhul Mahfudhi mpaka Baitul Izza. Hapo Baitul Izza ndo Jibrili alikuwa ana kazi, akiagizwa peleka hichi, mwambie hivi, anachukua hapo anaileta hapa ardhini, inafanyiwa kazi mpaka ikakamilika Qur'ani juzuu 30, sura 114. Kwa hiyo Qur'ani yenu tuliiteremsha kwenye usiku wenye cheo. Ni zoezi lilofanyika usiku mmoja, na ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo mtume wetu alipewa utume ndani ya mwezi wa Ramadhani. Siku ya kwanza tu alipopewa utume akaanza kusomewa Qur'ani, ndo ilianza kushuka siku hiyo. Kwa hiyo ilishuka kutoka Lauhul Mahfudhi mpaka Baitul Izza yote. Halafu hapo hapo iliyohitajika siku hiyo ya kwanza akashushiwa mtume hapa duniani, ikaanza kuteremka hivyo kidogo kidogo mpaka ikakamilika ndani ya umri wa miaka 23. Usiku ambao Qur'ani ilishuka ndo unaitwa Lailatul Qadri, ndio usiku ambao mtume alipewa utume. Wama adraka, na kitu gani kitakujulisha wewe msomaji, ma Lailatul Qadri, kipi kitakusaidia ujue huu usiku wenye cheo ni usiku gani? Yaani jambo ambalo halitathminiki. Sasa wewe utasaidiwa vipi? Ni kama Qur'ani inavyozungumza mambo mengi ambayo hayathibitishiki kiurahisi na milango yetu ya fahamu, kama tunavyoambiwa habari za kiyama. Al-Qari'a, kiyama. Mal Qari'a, unaulizwa swala, kiyama nini? Wewe unajua nini kuhusu kiyama? Wama adraka, kitu gani kinaweza kukusaidia kujua Mal Qari'a, mpaka ukafahamu nini kiyama? Kwa sababu hilo jambo halijapata kutokea hapa duniani, na hakuna mtu bingwa anayeweza kulishape likawa linaleta picha au taswira liko hivi. Ndo huwa inakaririwa na maswali kama haya kwa kitu ambacho kwa binadamu ni kigeni na ni vigumu kwa hawas, milango ya fahamu ya binadamu kuweza kufahamu mara moja. Kwa hiyo wewe tunakwambia kuna usiku wenye cheo, sijui tuanze vipi kukufahamisha mpaka ufahamu. Utaujuaje huu usiku wenye cheo? Inafahamika hivyo eh? Na kama kiyama, utajuaje kiyama? Make ufahamishwe vipi? Kipi kitatumika kukusaidia wewe ujue kiyama? Huo ndo utaratibu wake. Wama adraka, kipi kinachoweza kukusaidia kujua? Au kiulizwa sema la adri, sijui. Ma adraka, kipi kitakujulisha sasa? Wama adraka, kitu gani kinaweza kikakujulisha? Ma Lailatul Qadri, huu siku wenye cheo ni kitu gani? Huwezi kujua. Limeulizwa hili suala ta'zimun wa tafkhimun li amriha, unafahamishwa wewe msomaji ukubwa wake na uzito wake hili jambo. Ta'zimun ni ukubwa wa hilo jambo, wa tafkhimun na uzito uliowekwa msisitizo kwamba hili jambo sio dogo, ni jambo kubwa muhimu. Yani maana yake wama a'lamaka, kitu gani kinaweza kukusaidia kujua, kinaweza kukupa wewe utambuzi, elimu. Ya Muhammadun, ewe Muhammad. Lakini hakuambiwa Muhammad peke yake. Na wewe hivi ukisoma hii sura unaulizwa hili swali, wama adraka, kitu gani kitakujulisha ma Lailatul Qadri wa sharafi,
ndo nini huu usiku wenye cheo na heshima au sharaf? Qala al-Khazin, mwanachuoni Khazin amesema, wa hadha ala sabilu ta'zimi laha. Allah akiuliza swali kama hivi, anauliza kwa njia ya kukuonyesha wewe ukubwa wa hili jambo. Hili jambo sio la kitoto, kubwa. Wa tashwiqi, na pia lugha hii ya kuuliza swali inakutaka wewe uwe na shauku. Ni lugha ya kukuchochea utege vizuri sikio, halafu uitume akili yako ifikiri mara nyingi, hili ni jambo gani, ukoje ukubwa wake. Hii lugha ya kuuliza swali, tashwiqul li khabariha, ni kukutaka wewe uwe na shauku ya kutaka kujua habari yake hilo jambo. Kaannahu qala, kama kwamba amekusudia kusema Allah hapa, ayu shay'in yablughu ilmaka, kitu gani kitafikia kwenye utambuzi wako, biqadariha, ukaweza kujua cheo cha usiku huo, wa mablaghi fadliha, na utukufu wake au fadhila yake hilo jambo. Utajuaje? Kipi kitakusaidia kujua? Thumma dhakara fadlaha fi thalathati awjuhi, halafu Allah akakusaidia wewe kukujulisha fadhila za usiku huo kwa lugha tatu, kwa namna tatu za maneno. Ili ujue huo usiku mtukufu, kuna phrases tatu zimetumika hapo na kukusaidia wewe kufahamu utukufu wa usiku huo. Faqala ta'ala, amesema Allah mtukufu, Lailatul Qadri khairun min alfi shahr. Kama ni mtu wa mahesabu au mtu wa viwango anaweza kupiga thamani ya vitu, basi anaambiwa Lailatul Qadri, huu usiku mmoja tu unaoitwa Lailatul Qadri, usiku mmoja tu wenye cheo, khairun min alfi shahri. Usiku huu mmoja thamani yake ni kubwa kuliko miezi 1000 isiyokuwa na usiku huu. Hiyo phrase inakusaidia wewe kufahamu tofauti ya fadhila za huu usiku mmoja na misiku mingine isiyokuwa huu. Lailatul Qadri, usiku mmoja tu huu wenye cheo, khairum min alfi shahrin, yani huu ni bora kuliko miezi 1000. Na miezi 1000 ni kama miaka 83 na kitu kidogo. Miaka 83 ni umri wa mtu mzima, umri mzima wa mtu. Lailatul Qadri, huu siku mmoja wenye cheo, fi sharafi wal fadli, kwa utukufu wake na ubora wake, huu siku mmoja tu, khairum min alfi shahrin, usiku mmoja huu ni bora kuliko miezi 1000. Limakhtusat bihi min sharafi inzali alqur'ani alkarimi fiha, sababu kuu ni kile kitendo kilichohusishwa na usiku huu kwa kuteremshwa ndani yake hii Qur'ani tukufu, iliyokuja kama ni muongozo kwa watu, kuwatoa kwenye viza ikawapeleka kwenye nuru, kuwatoa kwenye njia mbaya ikawaongoza kwenye njia nzuri. Kitabu ambacho kimekuja kuubadilisha ulimwengu, ulikuwa uko katika kiza ukawekwa kweupeni. Kitendo hicho kina thamani, na usiku ambao kitendo hicho kilitendeka ni bora kuliko miezi 1000. Ni usiku uliotukuzwa sana. Kama nyewe mnavyofanya matukio yenu, halafu mkayakumbuka kwa kuyaenzi na kuyaadhimisha. Kila ikifika tarehe fulani, tunakumbuka tarehe fulani. Kwa hiyo siku ambayo iliteremshwa Qur'ani duniani inafanywa ni siku tukufu sana. Na si Qur'ani tu peke yake, na vitabu vingine tu katika nukuu za kihistoria viliteremshwa kwenye usiku huo huo, ndani ya mwezi huo huo. Taurati ilishushwa huo kwenye usiku huo, Injili ilishushwa kwenye usiku huo, Zaburi ilishushwa kwenye usiku huo. Kwa hiyo ni special occasion na ina hadhi maalum. Qala almufassiruna, wanasema wanawachuoni wataalamu wa tafsiri ya Qur'an, al-amalu salihu fi lailatil qadri, amali njema yoyote inayofanywa ndani ya usiku huo wenye cheo,
khairun min al-amali fi alfi shahrin laysa fiha lailatul qadr. Thamani ya amali hiyo inakuwa inakwezwa, inakuwa ni kubwa kuliko amali ile ile ikifanywa ndani ya miezi 1000 isiyokuwa na lailatul qadr. Swala yako moja utakayoswali ndani ya usiku huu, malipo unayolipwa kwa swala hiyo haifanani na swala ulizoswali kwa miezi 1000 iliyokuwa haina lailatul qadr. Kwa mfano, kwa maana yake hiyo ni kwa upande wa khairi, na shari hivyo hivyo. Anayekuwa ni mtu mwenye kufanya makosa, kosa lake atakalosadifu kulifanya ndani ya usiku huo ulioheshimiwa sana, dhambi anayoipata inakuwa kubwa kuliko ambavyo kosa hilo angelifanya miezi 1000. Huo usiku umeheshimiwa na nyinyi mnatakiwa muheshimu. Waqad ruya, imesimliwa hadithi, anna rajulan labisa silaha, kuna mtu mmoja alivaa silaha zake, kalod silaha zake vizuri za kivita, wajahada fi sabilillahi alfa shahrin, akakaa kwenye uwanja wa mapambano anapigania dini ya Allah kwa muda wa miezi 1000, yuko vitani. Yani Mtume sallallahu alayhi wasallam kasimliwa na Jibrili siku moja, ndo mwalimu wake. Na Jibril kazi yake, moja katika majukumu yake, yeye ni mtu anayeshughulikia na shughuli za kiutawala kwenye ufalme wa Allah. Na ndio maana anapewa jukumu la kuwaletea viongozi wa watu, mitume, miongozo yao. Nafahamiana? Kwa hiyo Jibril ndo hutumwa kwa hawa mitume. Kwa hiyo Jibrili alimpa wasifu wa mtu mmoja, Muislamu au muumini aliyekuwa wakati wa mitume waliopita huko nyuma. Sijui kama ni wakati wa Musa, maana Musa ndo alipigana vita sana, na Isa hakupigana vita, lakini Musa ndo alipigana sana vita. Kwa hiyo alipewa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume Muhammad, wasifu wa mtu ambaye alivaa silaha zake, kaondoka kwenye familia yake, akakaa kwenye uwanja wa vita, anapigania dini kwa ikhlasi kabisa kwa ajili ya Allah kwa muda wa miezi 1000. Allah kaipenda kazi yake, kamtukuza sana, kamuheshimu sana mtu huyo, mpaka akasimliwa mtume wetu kwamba angalia waja wa Allah kama huyu alifanya kazi bora sana, kapendeza kwa Mola wake. Kwa hiyo hapa tunaambiwa ruya, imesimliwa hadithi, anna rajulan, kwamba kuna mtu mmoja katika umma zilizopita, labisa silaha, alivaa silaha zake, wajahada fi sabilillahi, akashiriki jihadi, yani vita vya kupigania dini ya Allah, alfa shahrin, kwa muda wa miezi 1000. Faajiba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wal muslimuna min dhalika, Mtume na Waislamu waliokuwa nao baada ya kusimliwa tukio hilo waliadmaya, walivutiwa mno na kitendo cha huyo mtu, wakamhusudu, sema wenzetu wamepewa umri wakautumia vizuri, sisi tutawafikiaje watu kama hawa siku ya malipo? Hivi mtu miezi 1000 yuko kwenye battlefield na anasifiwa kafanya vizuri, kazi yake hiyo alomfanyia Mola wake kafanya kwa ikhlasi, sisi tukawekwa na watu kama hao, tutawashinda kweli? Si watatuacha mbali mno? Kwa hiyo Mtume na waumini wakapendezewa na kisa walichosimliwa na amali aliyoifanya huyu mja mwema, ambayo Allah karidhika nayo, kamsifia huyo mtu. Watamanna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam li ummatihi, ndipo ambapo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatamani kwa ajili ya umma wake ofa kama hizi. Faqala, Mtume akasema, unajua kuhusudu kitu sio kosa, kosa kuhusudi. Maneno ya Kiswahili ya kuhusudi na kuhusudu, mnafahamu tofauti yake? Kuhusudi ni kufanya uhasidi, mwenzako kapewa neema ukawa hukuridhika ukamharibia, hata kama na wewe hukupata na yeye asipate. Kuhusudi ni kuharibu. Lakini kuhusudu ni kutamani, kuadmire, yani na mimi ningekuwa kama huyu, na mimi nitajitahidi niwe kama huyu, ndo kuhusudu. Kuhusudi ni kosa,
kuhusudu inaruhusiwa. Yaani jamaa kama anazo na wewe kusema na mimi nitaka niwe na pesa kama fulani, sio tatizo, lakini usimharibie ukasema huyu ashuke. Mwache apande, kishapandishwa. Kwa hiyo Mtume alitamani na yeye kwa umati wake hichi alichosimliwa kwa watu waliopita nyuma. Faqala, akasema Mtume maneno haya, ya Rabbi, yani Mtume kaongea na Mola wake hapo hapo. Ya Rabbi, ewe Mola, ewe Bwana, ja'alta ummati aqsaru al-umami amara. Mola wangu, wewe umeujalia huu umma wangu mimi, watu wa mwisho hawa ni watu wenye umri mfupi zaidi. Zamani huko kina Nuhu mtu anaishi miaka 1000. Halafu miaka yake yote 1000 anaitendea haki, anafanya vizuri. Wewe unaishi miaka 30 unakata unarejesha kipande. Wewe hata uitumie vizuri miaka yako 30. Utafananaje na mtu alioitumia miaka yake 1000? Utamkuta. Asa Mtume hili ndo alilolilalamikia au aliloliomba au alilonyenyekea kwa Mola wake kumsikitikia. Ya Rabbi, ewe Bwana, ja'alta ummati, umeujalia umati wangu mimi hawa watu wa mwisho, aqsarul umami amara. Hawa wangu mimi ni katika umma wenye watu wenye umri mfupi kuliko watu waliotangulia. Na kwa sababu ya ufupi wa umri wao, wa aqalluhum a'mala, matendo wanayoyafanya ndani ya muda wao mfupi, hata yawe mazuri, matendo yao pia yatakuwa machache. Wanafanya ndani ya muda mfupi, muda umeisha. Watalingana vipi na hawa ambao uliwapa muda wa kutosha na wakautendea haki, wakaufanyia mema? Fa'atahu Allahu lailatal qadri, Allah ndo akampa thamani ya tunu alizopewa yeye ndani ya umati wake. Yani wewe unaofa, wewe na umati wako wenye umri mfupi, munaofa mmewekewa, kama mtazitumia vizuri mnawashinda hao waliopewa umri mrefu. Yani wewe usadifu kila Ramadhani ikija, usadifu hiyo lailatul qadri unaitumia vizuri. Usiku wako mmoja tu ni bora kuliko hiyo amali ya huyo alopigana miezi 1000 kwenye fi sabilillah. Kwa hiyo umri umepungua sawa, lakini mmewekewa tunu ndani ya umri wenu mfupi, ofa zimo ndani ya umri wenu mfupi, mkiwa na akili mkizitumia vizuri, compensation imeshafanyika. Wewe ulokaa miaka yako 30 na aliopewa miaka 1000, hamtopishana sana kwa value ya kazi zenu. Mlichopewa nyinyi hao hawana, kwa sababu mmepunguziwa. Aliyepunguza umri anajua. Kwa hiyo Mtume kalalamikia hili, ja'alta ummati, Allah umeujalia umma wangu, aqsarul umami amara, ni umma ambao una umri mfupi ukiulinganisha na umma nyingine. Wa aqalluhum a'mala, na wana muda mfupi wa kufanya amali ukilinganisha walioishi mwanzo. Fa'atahu Allahu lailatul qadri, Allah akampa hii lailatul qadri. Kuna usiku mmoja tu wakiutumia vizuri umma wako, wanawashinda hao walioishi miaka 1000, walioishi miezi 1000 wakaifanyia vyema. Wakala, na akasema pia Allah subhanahu wa ta'ala, lailatul qadri, kasema lile la kwanza, lailatul qadri khairum min alf shahr. Hapa akamwambia mtume wake, lailatul qadri, nimekupa usiku mmoja tu wenye cheo, kwenye kila mwaka umo huo usiku mmoja. Khairul laka wali ummatika, usiku huo mmoja mkiutumia vizuri una thamani kwako na kwa umati wako, min alf shahrin, kuliko miezi 1000 walioifanyia haki, walioitendea vyema watu waliopita. Lailatul qadri, usiku mmoja wenye cheo, khairul laka wali ummatika, ni bora kwako wewe na kwa umati wako, min alf shahrin jahada fiha dhalika ar-rajul, kuliko hiyo miezi 1000 aliopigana huyo mtu uliyesifiwa. Yani wewe una ofa ndani ya wakati wako, mkitumia vizuri hizo ofa mtawapita hao walioishi miaka mingi.
kabla yenu. Qala Mujahidun, amesema Mujahid, amaluha, amali za kheri zinazofanywa ndani ya usiku huo, wasiyamuha, na siyamu itakayofungwa ndani ya mchana wake, wa qiyamuha, na kisimamo cha usiku watakachosimama watu wakasali sala zao, khairun, thawabu wanazozipata inakuwa ni bora, min alfi shahrin, kuliko thawabu alizozipata huyo aliyepigana miezi 1000 muliyesimuliwa. Tumieni hizi fursa vizuri, mnapata matokeo bora kuliko hao ambao walipewa muda mrefu. Hadha huwa alwajhu alawwal min fadliha, hii ndo fezi ya kwanza iliyotujulisha sisi fadhila ya huo usiku mmoja. Allah katujulisha kwa njia hiyo. Kwanza huu usiku mmoja tu thamani yake ni bora kuliko miezi 1000. Thumma qala ta'ala, halafu akasema Allah mtukufu lugha nyingine, tanazzalu almalaikatu waruhu fiha, usiku huu unakuwa uko busy, activities zinakuwa nyingi hapa duniani za viumbe wa Allah watukufu wasiofanya makosa. Tanazzalu almalaikatu waruhu fiha, hushuka malaika na Jibrili kiongozi wao ndani ya usiku huo, wanakuja hapa ardhini. Biidhni rabbihim, na hawaji wenyewe tu, wanakuja kwa idhini, kwa agizo la Mola wao. Min kulli amrin, wanakuja kutekeleza kila jambo waliloagizwa. Kafanyeni hivi, kafanyeni hivi, wekeni hichi, ondoeni hichi, wanafanya kila wanachoagizwa. Tanazzalu almalaikatu wa Jibrilu ila al-ardi, malaika na Jibrili kiongozi wao huwa wanashuka hapa ardhini. Na hii ndo fezi ya pili ya kuonyesha utukufu wa huo usiku wenye cheo. Fi tilka al-lailati, wanashuka kwenye usiku huo, bi amri rabbihim, kwa amri ya Mola wao, min ajli kulli amrin qaddarahu Allahu wa qadahu, wanakuja kutekeleza kila amri, kila agizo ambalo Allah amelikadiria na kalihukumu, kaamua hili litendeke. Watendaji, watekelezaji ndo wanakuja kutekeleza. Litilka sanati ila sanati alqabila, wanakuja kufanya mambo ambayo yatakuwa ya mwaka mzima, kuanzia mwaka huo walioshuka mpaka mwaka mwingine ujao. Mwaka mwingine ukija usiku huo wanashuka tena kuja kuweka makadirio ya mwaka mwingine. Wa hadha huwa alwajhu thani, huu ndo wajhu wa pili, min fadliha, unaotuonesha fadhila za usiku huo wenye cheo. Kunakuwa kuko busy hapa ardhini viumbe wa Allah ambao la yaasuna Allah ma amarahum, hawamuasi Allah kwenye wanaloamrishwa, wayafaluna ma yu'marun, na wanafanya kamili kila wanaloagizwa, hawafanyi nusu wakasema inatosha, wakasema tumechoka, wanakuja kutekeleza kila jambo waliloagizwa. Huo ni wajhu wa pili unaotuonyesha utukufu wa usiku huo. Walwajhu thalith, wajhu wa tatu, fezi ya tatu, kauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah aliyosema huku mwisho, salamun hiya. Kama hamjui nini usiku wenye cheo, cha tatu kitakachokujulisheni, salamun hiya, usiku huu unakuwa ni amani tupu. Salamun hiya, inakuwa ni amani tupu usiku huo, hata matla'il fajri, mpaka inachomoza alfajiri. Allah hakadiri lolote la shari kwenye usiku huo, asemi waangamizeni watu wa mji fulani, wapigeni watu wa mji fulani, fanyeni kitu. Yanakadiriwa ya kheri matupu kwa ajili ya maslahi ya viumbe. Hiya salamu min awwali yaumiha ila tulu'il fajri, inakuwa ni amani mwanzo wa siku yake mpaka inachomoza alfajiri. Tasallama fiha almalaikatu ala almu'minin, malaika wanaoshuka huwa wanawatolea salamu waumini, hata kama hatusikii tukawajibu, lakini wanakuja kusema yale matamshi ya amani, salamun qawlan min rabbir rahim, assalamu alaikum, assalamu alaikum, wanatutolea salamu. Wanasalimia malaika kuwasalimia waumini. Wala yuqaddiru Allahu fiha illa alkhaira, na usiku huo mzima Allah hakadirii jambo lolote isipokuwa la kheri tu, anakadiria mambo ya kheri tu katika usiku huo. Wasalamatu, na salama, kheri na amani,
libanil insan, kwa jinsi hii ya viumbe wanadamu, wanapangiwa mambo yao yenye manufaa kwa mwaka mwingine ujao. Kwa hiyo huo ndo usiku wenye cheo, usiku ambao ilishuka Qur'ani hidayatan linasi, waongozwe watu kwa manufaa ya miji yao yote miwili, ardhini hapa duniani na akhera. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, sisi tumeiteremsha hii Qur'ani kwenye usiku wenye cheo. Wama adraka ma lailatul qadri, na nini kitakujulisha wewe ujue nini usiku wenye cheo? Lailatul qadri, usiku wenye cheo, khairum min alfi shahrin, ni bora kuliko miezi 1000. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha, hushuka malaika na Jibril pamoja nao kwenye usiku huo. Biidhni rabbihim, kwa idhini ya Mola wao au kwa amri ya Mola wao. Min kulli amrin, wanakuja kutekeleza mambo mbalimbali walioagizwa kuyatekeleza. Salamun, hii unakuwa ni usiku wa amani huo, hata matla'il fajri, mpaka kuchomoza kwa alfajiri. Wa ala hadha alqadri yaqif. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa ila huna tamma bi'aunillahi tafsiru suratul qadri. Mpaka hapo imetimia kwa msaada wa Allah tafsiri ya suratul qadri. Naam, kuna swali? Naam. Wa alaikum salam. Niambia au sura na kusema usiku wa heshima mmoja kufanya wema au kufanya vizuri ni bora kuliko hivi mmoja. Sisi tumezoea kwamba katika misikiti yetu mchana mwetu na watu muda wote pengine hawafanyi ibada. Ibada zao zinakuwa ni mwezi wa Ramadhani. Misahafu hawakumbuki mpaka mwezi wa Ramadhani. Sasa hii naye ikamkuta, lakini kumaliza Ramadhani naye hana tena ibada, anarudia katika mambo yake yale yale. Je, naye ataingia katika shughuli hili na wale ambao wanapata kheri katika siku ile? Wallahu a'lam. Allah ndo anajua zaidi. Hatuwezi kumkatia tamaa wala hatuwezi kumkweza tukasema kapatia. Manake tumesoma mpaka na hadithi hapa, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Muumini huwa anajua kuna mambo ya wajibu kawajibishiwa, anatakiwa aonekane anatekeleza wajibu wake. Kuna mipaka ya Allah kawekewa, anatakiwa aonekane juhudi yake ya kuheshimu ile mipaka, hakiuki mipaka. Kuna mambo ya mahamasisho tu, kahamasishwa fanya hili wewe utapata hivi, anaonekana angalau awe na bidii. Mtu mzembe kama hivi anaacha ya wajibu kwenye yale hamasa, hahamasiki, halafu ije isadifu siku moja kaonekana mahala pazuri, anaweza kwa pale mahala pazuri alipo akapata ofa hiyo. Lakini mengine anayoyafanya yanavunja hichi alichokiweka siku moja. Tunasikia kuna mpango wa kuporomoka au kubatilishwa amali za mtu. Watu hufanya wengine kheri nyingi, akaja akafanya tukio likafuta kheri zake zote alivyofanya. Na aya zipo unazikuta. Allah inaishia aya inasema ulaika alladhina habitat a'maluhum wa fi narihum khalidun. Wanaofanya tukio hili walazo kheri zao walizofanya, lakini Allah anaziporomoshea malipo. Hichi alichokifanya leo kimedelete aliyoyafanya huku nyuma. Hivi vitu vyote vimo. Sasa tunasema hatumkatii tamaa. Inawezekana kaja kusadifu wa usiku wenye cheo akabahatika. Allah kama atampenda basi anaweza akamzindua asimrudishe tena kule alikokuweko, akamalizia vizuri. Hilo jambo ni possible, likely possible.
Lakini kama ana mchezo wa kufanya hivi mpaka Ramadhani ndo anasali, ikipita Ramadhani anakula sikukuu na watu, kabla ya Ramadhani kavunja jungu kwanza, huyu mtu mchezo kama hivi hakubaliwi. Yani anajua kuna Ramadhani, wenyewe anasema kuna kitu vunja jungu. Anajua hapa kuna kikwazo hichi, ya mambo siyapati, naenda kuyakomoa kabisa. Sasa nani unamfanyia hivi? Lakini Allah ni mkarimu. Anaweza akaja akasadifu akakaa kwenye tukio la kheri, ikawa ndo ukombozi wake unapatikana hapa. Na Allah akamhifadhia amali yake ile, asirudi tena kule alikotoka. Hili ndo linalotakiwa. Maana mwenye kutubu hatakiwi kurudi kule alikotubia tena. Sio anatubu, halafu akishamaliza kutubu anajua hapa nishasamehewa, naenda kuanza tena. Huyo hajatubu. Umenifahamu vizuri? Haya, inshallah. Kuna swali jingine? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما وحكما وارزقنا فهما بفضلك يا لطيف، وعلمنا ما لا نعلم وفهمنا ما لا نفهم، إنك أنت ربنا وأنت الحكم وإنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.